anahangaika, anauza mali yake, anauza ng'ombe zake ati kwa mambo ya kulipa bili ya hospitali. Tunataka bili ya hospitali ilipwe na program ya bima ya afya ya SHA ambayo inashughulikia Wakenya wote. Ni mnanielewa jameni, watu wa Nyeri? Hiyo ni kazi ya ine mlinipatia. Si lazima niwapatie report. Kwani mtu anachaguliwa kwenda kung'ethia ama kwenda kufanya kazi? Mtu anachaguliwa kwenda afanye kazi? Si ndio? Si mnasikia wale wanapingana na mimi wanasema hakuna kazi hii mtu anafanya? Si ndio? Yes. Jambo la 5 mliniambia nifanye. Mliniambia nipange ajira ya vijana wa Kenya. Kwa sababu katika maboma yetu tuko na watoto wamesoma, huyu amemaliza form 4, ule mwingine amemaliza college, ule mwingine amemaliza university, shida hakuna kazi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikaketi chini na serikali yetu ikapanga, kwa sababu mliniwekea kwenye manifesto, tuko na nafasi mara 4 ya kupanga ajira ya vijana wetu. Na ndio mimi nasimama hapa kuambia vijana wa Nyeri, hasa nyinyi viongozi wa UDA, muwaeleze vijana wetu mahali nafasi ya ajira iko, ndio waweze kwenda kutafuta hiyo nafasi, kwa sababu hakuna nafasi itakuja kukutafuta nyumbani. Lazima ujitume. Lazima ufanye nini? Yes. Nafasi ya kwanza, mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na program ya affordable housing. Watu wakasema, nani alikuambia tunahitaji manyumba? Kila mtu wako na nyumba yake, kila mtu atajengea nyumba yake, wewe wachana na hiyo story. Lakini shida, sisi wote tunajua, watu wa vyama vyote wanajua, kuna nafasi ya katika program ya housing. Na program ya housing inafanya mambo 4 ya muhimu. Number 1, program ya housing inatusaidia tupunguze kukatwa kwa shamba kwa mambo ya makazi. Program ya pili inatusaidia kuondoa slums na kuweka dignity kwa Wakenya. Program ya 4 inatupatia nafasi ya kupanga ajira. Sikizeni ndugu zangu watu wa Nyeri. Katika program ya housing, kitu ya muhimu mbali na kujenga manyumba ni kupanga ajira ya vijana. Nikiongea na nyinyi saa hizi, ukienda Nyeri utakuta vijana 1000 wako kazini. Ni kweli ama si kweli? Engineer, architect, plumber, electrician, carpenter, mason. Hawa vijana wote tunawasomesha katika university ama katika technical training college ama katika polytechnic. Kazi yao iko pale kwa mjengo. Umesikia watu wengi wanasema huyu Ruto anatuambia ati vijana waende wafanye kazi kwa mjengo. Mbona asipeleke watoto yake kufanya kazi kwa mjengo? Mimi nataka niwaulize. Engineer kazi yake iko wapi? Architect anachora hewa ama anachora mjengo? Electrician anafanyia kazi yake wapi? Carpenter anafanyia kazi yake wapi? Sasa mtu amesomea kazi ya mjengo, unataka afanye kazi wapi? Sijui kama tunaelewana. There is no other place. So we are giving decent. Engineer amesomea, quantity surveyor amesomea, electrician amesomea, na hiyo kazi amesomea iko pale kwa mjengo. Leo nikiongea na nyinyi watu wa Nyeri, tuko na vijana 500,000, 500,000 watu ambao hawakuwa kazini 2022, hawakuwa kazini 2023. Leo 2026 vijana 500,000 wanafanya kazi katika program yetu ya affordable housing. Wanatujengea affordable housing, vijana wengine wanatujengea masoko, vijana wengine wanatujengea hostels ya vijana. Kazi hiyo inaendelea. Na nchi zote duniani, let me tell you, nchi ambazo ziko naendeshwa na watu wenye wako na akili, wana invest in public infrastructure kama nafasi ya kupanga ajira.
Ni mnanielewa? So 500,000 wakati niliwaeleza ya kwamba tutafanya program ya housing, na hii program ya housing mjue sio ati imeanza juzi, ilikuweko. National Housing Corporation ilitengenezwa 1963 na hakuna kazi ingine ya kufanya National Housing Corporation, si ni kujenga manyumba. Na hiyo National Housing Corporation tulianzisha wakati mimi nasema mambo ya Singapore, watu wanaona kama ni mzaha. Mimi rais ama prime minister wa Singapore alinitembelea, nilimwalika 2023, nikamwalika akakuja Kenya, nikaketi chini na yeye, nikamwambia mheshimiwa, Singapore na Kenya walikuwa karibu sawa 1963. In fact, let me tell you, Singapore was a slum kama Kibera. Kwa wale ambao mnafuatilia historia, Singapore was a slum worse than Kibera. Watu walikuwa wanapiga pombe hapo, wanachunga nguruwe, mwingine analisha kuku, nini hapo kwa kona. Pombe hapa Singapore. Ukiona mapicha ya Singapore ya 1963. Leo nchi ya Singapore is in the first world. 97% ya wananchi wa Singapore are home owners. Hapa Kenya, mahali tulikuwa sawa na wao kwa ujenzi wa manyumba,